Kwa kile ambacho umekiandaa, na tunajiweka tayari katika mioyo yetu, ufahamu wetu, akili zetu, tukaweze kupokea ile mbegu ambayo ni neno lenye uzima wa kuweza kuhuisha roho zetu, na hatimaye tukazidi kupendeza katika maisha yetu hapa duniani. Bwana, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutaenda kujifunza kwa habari ya sheria, taratibu na kanuni katika ulimwengu wa roho. Sheria, taratibu na kanuni katika ulimwengu wa roho. Itakuwa ni sehemu inayofuata baada ya ile sehemu nadhani ya 7. Hii itakuwa sehemu ya 8 katika lile somo ambalo tumekuwa nalo kwa muda la vita vya kiroho, na ndani yake tulizungumza kwa uchache ya kwamba ili kusudi uweze kuvipigana vita vya kiroho na vikuletee matokeo yaliyochanya, lazima pia uzijue sheria, taratibu na kanuni katika ulimwengu wa roho, ili kusudi ujue kipi cha kufanya kwa namna gani, kwa wakati gani na kwa jinsi gani. Sasa mchana huu tutaenda kuangalia sheria, taratibu na kanuni katika ulimwengu wa roho, ambapo tukizifahamu zitatusaidia kwa sehemu kubwa, nina imani, ili kuwa na ufanisi mzuri pale ambapo tunahitaji kuingia vitani na tutapata matokeo yaliyochanya. Haleluya. Sasa ziko nyingi kidogo, na ninatamani kwa kile ambacho Roho wa Mungu amenisukuma kukisema siku ya leo nisikibakize. Kwa hiyo inawezekana nikawa na spidi kidogo, kwa hiyo spidi yangu ningeomba iendane na mkono wako pia. Tunapozungumza kwa habari ya sheria, taratibu na kanuni, kuna vitu vitatu ambavyo tunazungumzia mahali hapa. Kitu cha kwanza kuna sheria, kitu cha pili kuna kanuni, na kitu cha tatu ni taratibu. Sasa tukizungumza kwa habari ya sheria ni kitu gani? Tunapozungumza kwa habari ya sheria ni kitu gani? Sheria ni sharti la kufanya au kutofanya jambo fulani. Sheria ni sharti la kufanya au kutofanya jambo fulani linaloendana na adhabu kwa atakayekwenda kinyume. Sheria ni sharti la kufanya au kutofanya jambo fulani linaloendana na adhabu kwa atakayekwenda kinyume. Sasa popote penye sheria lazima kuna kifungu cha adhabu ambayo itatolewa kwa mtu husika endapo ataenda kinyume na sheria ambayo imeainishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, sasa wakati tunazungumza katika masuala mazima ya kiroho, tutatumia pia maandiko ya kwenye Biblia ambayo yanazungumza mahali kadha wa kadha kuhusiana na habari ya sheria. Moja ya sheria kwenye ulimwengu wa roho ziko nyingi sana, lakini moja sheria iliyo kubwa ambayo kwa sehemu kubwa pia inaathiri maisha ya wengi ni sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti, kwa maana ya kwamba mtu ambaye atafanya dhambi, huyo mtu anastahili kufa. Sasa kufa huko
katika roho kuna kufa kwake, lakini pia katika mwili kuna kufa kwake. Na kifo hiki tunakiona kinaanzia pale kwenye bustani ya Edeni, wakati mwanadamu amefanya dhambi kwa maana ya kuasi kile ambacho Mungu alimwelekeza kufanya, na ikapelekea huyu mtu kufa. Na mtu alikufa sio katika mwili, alikufa katika roho, kwa sababu Adamu ameishi zaidi ya miaka 900 katika mwili, lakini kwa wakati huo tayari alikuwa ameshakufa katika roho. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya sheria, maana yake ni kanuni ambayo Mungu ameweka, au ni maagizo ambayo Mungu ameweka. Pale ambapo mtu ataenda kinyume, kuna adhabu ambayo ataipata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari hii ya sheria ya dhambi na mauti tunaikuta kwenye kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 2. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 2. Warumi sura ya 8 mstari wa 2, maandiko yanasema, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Narudia, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa hapa ukiangalia kwa kina ni kwamba Yesu aliingilia kesi ya mwanadamu baada ya mwanadamu kufanya dhambi, kwa maana ya uasi wa kile ambacho Mungu alimwelekeza namna ya kuishi na kuenenda pale bustanini, na akawa amekufa katika roho. Yesu ikabidi aje anunue kesi ili kusudi yeye afe kwa niaba ya mwanadamu, ili kusudi mwanadamu afufuke. Halo. Sasa mtu yoyote ambaye hajaokoka, maana katika roho huyo ni marehemu, lakini anapompokea Kristo kwa maana ya kuokoka, anakuwa amerejeshewa ule uzima. Kwa nini? Kwa sababu Yesu tayari ameshakufa kwa ajili ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Sasa ukisogea kwenye Waebrania, kwenye Warumi, Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, kuna kitu kizuri hapo. Kinachozungumza kwa habari ya sheria. Sheria hii ya dhambi na mauti. Maandiko yanasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tuko pamoja? Manake kutokana na mtu mmoja ambaye ni Adamu pamoja na mke wake kufanya dhambi ambayo wengi tunaifahamu, akapelekea mauti. Na sheria inasema kwamba mtu yoyote atakayekiuka maelekezo ya Mungu, huyo anastahili kufa. Na Yesu ikabidi afe kwa ajili ya huyo mtu. Manake aliyetenda dhambi ni mtu mmoja ambaye ni Adamu, lakini aliyelipa ni mtu mmoja ambaye ni Yesu. Na kwa mujibu wa sheria hii, thamani ya kulipa ilistahili ile yenye thamani husika ya kitu ambacho kimekufa. Tuko pamoja? Okay. Sasa nisikae sana hapo, wacha tusogee mahali. Tuzungumze kwa habari ya taratibu. Taratibu ni kitu gani? Tunapozungumza kwa habari ya taratibu, taratibu ni mpangilio wa hatua kwa hatua. Taratibu ni mpangilio wa hatua kwa hatua. Taratibu ni mpangilio wa hatua kwa hatua, kufanya jambo kwa ufanisi. Taratibu
taratibu, ni mpangilio wa hatua kwa hatua katika kufanya jambo kwa ufanisi. Sasa tunapozungumza kwa habari ya taratibu, taratibu zinakuwa ni mpangilio wa mambo ambayo yanafanyika hatua kwa hatua. Lakini maana ya kuweka hizi hatua ni ili kusudi mwisho wa hilo jambo kuwe na ufanisi ambao ni mzuri. Ukienda kwa fundi cherehani kwa lengo la kushonea nguo, ana hatua za kushughulika na hiyo nguo yako, na hatua zingine huwa ni za kuuzi, kwa sababu umepelekea nguo yako ambayo ni kitambaa kizuri, kimenyoka vizuri, lakini atakachokifanya atapitisha mkazi na kukatakata kutoka vipande. Lakini baada ya kukatakata, yeye anajua mwisho wa kukata huku anatoka na kitu gani. Kwa wewe ambaye unatazama kitambaa chako umekinunua kwa thamani kubwa, halafu unaona umempelekea kundie nguo anakikatakata, unaweza mkagombana. Lakini yeye kwa kuwa anajua ili kusudi itokee hiyo nguo unayotaka wewe, kuna hatua ya kukupima, kuna hatua ya kuchora, kuna hatua ya kukata, kuna hatua ya kushona. Wanaweza sivyo? Kwa hiyo hali kadhalika katika masuala ya kiroho kuna mambo ambayo yanaenda kwa mpangilio hatua kwa hatua, lakini ikileta jambo la mwisho lenye ufanisi mkubwa na mzuri. Sasa ukiangalia kwenye maandiko, kwenye Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza, Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza, Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza, kuna kitu pale ambacho tunakiona. Wakati wa Agano la Kale kulikuwa na namna ya kufanya ibada, na ibada hizi zilifanyika kwa mujibu wa taratibu ambazo zimewekwa na Mungu mwenyewe. Na wakiwa safarini walitengeneza nyumba ya kubebeka ambayo inaitwa hema la kukutania, na kulikuwa na chemba tofauti tofauti kutokana na utaratibu ambao Mungu mwenyewe aliweka, na iligawanyika katika sehemu kuu 3. Kulikuwa na mahali ambapo ni wa nje, kulikuwa na mahali ambapo ni patakatifu, kulikuwa na mahali ambapo ni patakatifu au patakatifu sana, na kila mahali kulikuwa na vyombo vyake, na kulikuwa na namna ya kufanya mahali pale, na kulikuwa na watu maalum wa kufanya vitu vinavyofanyika mahali kule. Lakini yote hiyo Mungu alitengeneza katika namna ya kuweka utaratibu ili kusudi vitu viende katika mpangilio ulio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema basi hata Agano la kwanza ilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Kwa hiyo kulikuwa na mahali patakatifu pa kidunia mahali hapa, ambapo namna ya kuingia pale kulikuwa na utaratibu. Hapakuwa panaingilika na kila mtu, na ni utaratibu ambao Mungu aliweka ili kusudi haya mambo ya kiroho yaende katika mpangilio ambao unaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni utaratibu. Tunapozungumza kwa habari ya kanuni, tutazungumza kitu gani? Kanuni ni misingi ya kudumu kuhusu jambo fulani. Kanuni. Tunapozungumza kanuni ni kitu gani? Kanuni ni misingi. Kanuni ni misingi ya kudumu kuhusu jambo fulani. Kanuni ni misingi ya kudumu kuhusu jambo fulani. Na mpendwa, ukikosa kuwa na kanuni katika maisha, mwisho wako wa maisha hautakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa kuwa na kanuni katika maisha yako, mwisho wako utakuwa sio mzuri. Ukikaa kuzungumza na watu ambao ni wazima sana leo hii,
kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukajifunza kutoka kwao. Watakwambia mahali ambapo kuna vitu wangelijua mapema wasingemaliza kwa jinsi ambavyo wamemaliza. Na inawezekana wewe una nafasi ya kuweza kutengeneza kanuni zako mapema kabla hujafika wakati ambapo hakuna nafasi ya kuweza kubadilisha tena kile ambacho kitakuwa kimeshakuwa kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Sasa hizi kanuni zinaweza kutofautiana kutoka mtu kwenda mtu. Kama tunavyofahamu kwenye familia zetu, inawezekana kwako una kanuni fulani fulani, ambazo kanuni hizo ukienda kwa mtu mwingine zinaweza zikawa ni tofauti. Na hizi kanuni haina maana kwamba wewe unapofanya lazima kila mtu mwingine afanye. Hapana. Ni kwa jinsi ambavyo mtu amejiwekea utaratibu wake, anaishi ili kusudi tu haendi kinyume na maelekezo ya Mungu. Lakini ukikosa kanuni, manake utafanya chochote kwa namna yoyote, na mwisho wa siku utakosa kufika katika mwisho ulio mzuri. Sasa ukisoma kwenye Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia 33 mstari wa 3. Mungu ameweka kanuni katika namna ya kuhusiana na mwanadamu. Mungu ameweka kanuni. Ziko nyingi, lakini moja ni hii ambayo Mungu ameiweka katika namna ya kuhusiana na mwanadamu. Na hapa ni mstari ambao nafikiri wote tunafahamu, si ndio? Amen. Ambapo neno la Mungu hapa linasema hivi kwa maelekezo ya Mungu sasa, kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo Mungu sio kwamba hajui unapokuwa na shida. Mungu anajua kila kitu unachopitia, anajua mahitaji yako, anajua kila kitu. Lakini kuna kanuni ambayo ameiweka ya kwamba umuite kwanza. Kwa maana uende kwake ukajieleze kuhusiana na kile ambacho yeye anakijua. Lakini anachohitaji ni nini? Anachohitaji ni kule yeye kudhaminiwa, kuonekana anahitajika, kuonekana wa maana kuliko watu wengine, kuonekana wa maana kuliko miungu mingine. Ndicho hicho tu anachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nina imani mpaka hapo tumeshajua vizuri nini maana ya sheria, taratibu na kanuni. Sasa katika ulimwengu wa leo kuna sheria, taratibu na kanuni nyingi sana. Hatuwezi kuzizungumza zote zikaishi. Lakini nimezichambua katika kudonoa huku na huku kusudi angalau tuweze kufahamu vile vya msingi. Kama kuna mahali tulikuwa tujajua, basi tuweze kupata ufahamu na tusaidie kusogea mahali fulani palipo bora zaidi. Sasa tunaenda kuzungumza kwa habari ya sheria, taratibu na kanuni ambazo zipo katika ulimwengu wa roho. Na usipozijua kuna mahali unaweza ukakwama. Sasa nimezichanganya tu, sheria zimo humo, taratibu zimo humo, na kanuni ziko humo humo, kwa sababu muda hautatosha kuweza kuzichambua kipekee. Jambo la kwanza. Katika mambo yote ya kiroho, unaoyafanya, aidha kihuduma, kupeleka mahitaji yako na chochote kile, mnufaika wa kwanza kwenye jambo lolote la kiroho awe ni Mungu. Kwenye jambo lolote la kiroho unalohusika nalo, iwe ni huduma, iwe ni biashara, iwe ni familia, iwe ni kitu chochote kile, mnufaika wa kwanza awe ni Mungu. Na Mungu akiona kwenye jambo hilo yeye hana faida yoyote, sio rahisi kuhusika kwenye hilo jambo.
Unaweza kufanikiwa kwa namna fulani, lakini sio katika maelekezo na mpango na jinsi ambavyo Mungu angehusika. Ni tofauti na vile ambavyo ungemhusisha Mungu na kumuonyesha ya kwamba ni jinsi gani atanufaika na hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Unapo enda kwa baba mwenye nyumba ukamwambia nahitaji kutumia hii nyumba yako, inawezekana ina vyumba vitatu na jiko na vitu vingine huko ndani, kwamba bwana mimi na familia, nina watoto na nini, nahitaji kuishi kwenye hii nyumba. Alafu takomea hapo. Atakuuliza kitu gani? Hamna baba mwenye nyumba huko jamani. Okay. Ukienda kwa mwenye nyumba ukamwambia mimi na familia nahitaji kuishi kwenye hii nyumba yako, ukakomea hapo, atasubiri kuona yeye ananufaikaje na wewe kuishi kwenye nyumba yake. Si ndio? Atakuuliza wewe unatoa kodi ya shilingi ngapi? Si ndio? Atakuuliza wewe utamlipa kiasi gani cha pesa? Kwa nini? Kwa sababu yeye hiyo nyumba anahitaji pia na yeye kunufaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unataka uishi kwa amani kwenye nyumba ya baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba au dada mwenye nyumba au kaka mwenye nyumba, lazima huyo mwenye nyumba aone ni jinsi gani ananufaika na wewe mahali hapo. Na ukiona mwenye nyumba hajakudai chochote, sawa, na wala hajakuomba chochote, ujue kuna namna naye ananufaika, japo wewe haujui. Yawezekana kwenye kumlindia nyumba yake inakaa salama. Si umeshaye kuona kuna watu watafuta watu wa kuishi kwenye nyumba zao, si ndio? Kwa hivyo mtafutie kijana, mtafutie mtu ambaye angalau ana mke, kwa sababu watu ambao hawana wake wengi wasumbufu. Anataka mtu ambaye angalau ana mke aishi kwenye nyumba yangu, atakaa tu bure, wala hatalipa kodi. Kwa nini? Kukaa kwake pale mwenye nyumba ananufaika kwa ajili ya kuishi usalama, usafi na kila kitu mahali hapo. Kwa hiyo kwa chochote kile ambacho unataka kukifanya katika ulimwengu wa roho, Mungu lazima kwanza awe na chake kwenye hicho. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iwe ni kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye familia na mambo yote ambayo utamhusisha Mungu kwenye jambo lako, lazima kuwe na namna ya Mungu kunufaika mahali hapo. Sasa watu wengi tunaenda kwa Mungu kutaka tu nipe. Na kwa bahati mbaya sana Mungu anaweza kuuliza, wewe unataka nikupe? Alafu na mimi nanufaikaje? Wewe bwana si ni Mungu bwana, wewe nipe tu bwana. Tukaweza kutuambia wewe bwana kila kitu nipe tu, kwa nipe. Mungu kwenye huko kuomba au kutaka kitu kwa Mungu, lazima umuonyeshe yeye ananufaika vipi na hicho unachotaka afanye au akupe. Hilo ni jambo la msingi, lazima ulielewe na ubainishe kabisa. Sio kwamba Mungu utakufikiria itakavyokuwa. Hakuna jambo utamfikiria. Mwambie kabisa nataka 1, 2, 3. Na mimi nitafanya 1, 2, 3. Ili kusudi Mungu atakapofanya usiingie mitini. Na ukiingia mitini atakukumbusha, tuliingia makubaliano. Imekuwaje? Atakuminya mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine Mungu huwa afanye kwa sababu yeye hajaona kunufaika kwake kwetu. Na anasubiri tukapotambua ya kwamba kuna haki ya Mungu mahali fulani na tukakaa katika position hiyo, na Mungu anaweza akawa rahisi kufanya. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, sasa hapa nimeweka tu kwa ujumla masuala ya kiroho ya kivita na maisha mengine kwa ujumla. Sasa jambo lingine ambalo ni la pili linahusu katika upande wa vita.
katika upande wa vita. Na nimeshalifundisha wakati ule, nafikiri sitakaa sana hapo. Jambo la pili, usiingie kwenye uwanja wa vita bila kuwa na uhakika ya kwamba Mungu yuko upande wako. Usijitutumue na kidari chako kuona kwamba unaweza mambo yote katika ya kutiaye nguvu, wakati ya kutiaye nguvu hayupo kwenye hilo jambo. Manake utakuwa umejipeleka wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika masuala ya vita hasa, na haikomei tu katika masuala ya vita, hata katika maisha mengine yote ambao unajua kuna vitu ambavyo unahitaji msaada wa Mungu na huwezi kutoboa. Kwa hali ya kawaida inakukataa. Unahitaji support ya Mungu. Uwe na uhakika kwanza kwamba Mungu yuko pamoja na wewe kwenye hilo jambo. Kama Mungu hayupo, kaa naye kwanza umshawishi. Akishashawishika kikubali kutembea na wewe kwenye hilo jambo, basi utakuwa na uhakika wa kufanikisha hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 4:7. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Hapa Yakobo anatuelekeza namna nzuri kabisa ya kufanya. Anasema, basi mtiini Mungu. Alafu anaendelea, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini kitu cha kwanza nacho ni kumtii nani? Kumtii Mungu. Uwe na uhakika Mungu yuko na mimi kwenye hili sakata. Ili ninapoingia huko najua ninao kunisaidia. Tofauti na hapo, achana na huo mpango. Jambo la tatu. Yesu ndiye amri jeshi mkuu na mwenye nguvu katika pande zote mbili za ulimwengu wa roho. Yesu ndiye amri jeshi mkuu. Yesu ndiye amri jeshi mkuu na ndiye mwenye nguvu katika ulimwengu wa roho kwa pande zote mbili. Na nikisema pande zote mbili nafikiri unanielewa. Kwa maana ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Sasa ukishajua ya kwamba amri jeshi mkuu katika ulimwengu wa roho, wa giza na wa nuru ni Yesu, manake ukimchagua Yesu utakuwa umechagua mahali palipo sahihi. Kama yeye ndiye amri jeshi mkuu kwa pande zote mbili, manake upande wa giza hautakusumbua kwa lolote, kwa sababu unaye amri jeshi mkuu. Halo. Sasa kama haupati matokeo, lazima kuna vitu vingine ambavyo inawezekana havijakaa sawa. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10. Hapa maandiko yanasema, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Manake vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi, vyote vina saruti kwa Yesu. Kwa hiyo kama vyote vina saruti, yawe mapepo, wawe malaika, vya viumbe vyote, manake hakuna ambacho kinaweza kukugasi au kukusumbua wala kukudhuru. Kwa nini? Kwa sababu uko na amri jeshi aliye mkuu. Jambo la 4. Jambo la 4 inasema hivi: imani kwa mujibu wa STK. Nikisema STK unanielewa? Kwa maana ya sheria, taratibu na kanuni.
Imani kwa mujibu wa STK, kwa maana sheria, taratibu na kanuni, ndiyo njia ya kukutoa katika ulimwengu wa mwili na kukuingiza katika ulimwengu wa roho. Imani kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za ulimwengu wa roho ndiyo njia pekee ya kukutoa katika ulimwengu wa mwili na kukuingiza katika ulimwengu wa roho. Tuko pamoja? Okay, kwa hiyo kama unataka ufanikiwe mambo au uone mambo au tembee katika ulimwengu wa roho, swala la imani lazima liwe ni jambo la kwanza. Lazima liwe ni jambo la kwanza. Na imani ziko nyingi. Lakini imani tunazungumzia hapa ni ile yenye chanzo ambacho ni neno la Mungu. Na kutokea kwenye neno la Mungu ambao ni maelekezo au usemi wa Mungu mwenyewe unaotupatia hakikisho ya kuona vitu bayana kwa namna ambavyo wengine hawaoni. Haleluya. Sasa na imani nayo ina viwango vya kukua kutokana na jinsi ambavyo unavyohusiana na Mungu. Tuko pamoja? Sasa kama uhusiano wako hauko karibu vya kutosha na Mungu, maana hata imani yako bado itakuwa na upungufu hivyo. Ukisoma kwenye Mathayo 17:20. Mathayo 17:20. Kuna kitu ambacho watu tunakisoma hapa, lakini ukipeleka kwenye uhalisia kinakuwa na changamoto. Hapa ni Yesu wakati akisema, akiwaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala haitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na imani ambayo ndio njia ya kukuingiza katika ulimwengu wa roho kutokea kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe mwenyewe kiwango chako cha imani unaweza ukakiona ukijipima kiuhalisia. Imani inapimika. Tuko pamoja? Imani inapimika. Sasa na kipimo cha imani ni wakati wa changamoto ambapo unatakiwa ufanye maamuzi ya aidha umkosee Mungu ufanikishe mambo yako, au ukubali kwa lolote kwa sababu unaamini Mungu atakusaidia kwenye hilo jambo. Ukiwa hujakutana na tatizo, yawezekana kipimo chako kikawa bado hakijapatikana. Lakini wakati wa tatizo lililo zito la kufanya maamuzi magumu, ndipo hapo utakapopima, je, imani yako ipo kwa Mungu na ipo kwa kiwango gani? Kwa hiyo swala la imani ni kitu ambacho kwenye ulimwengu wa roho ni njia ya kukutoa katika ulimwengu wa mwili na kuingia katika ulimwengu wa roho, ili kusudi vile vitu vya ulimwengu wa roho viweze kuwa halisi kwako pia. Tunaenda jambo lingine. Tunaingia ngapi? La 5. Jambo la 5.
maisha ya mtu yamefungwa, katika maelekezo ya Mungu kwa mtu husika. Maisha ya mtu yamefungwa kwenye maelekezo ya Mungu kwa mtu husika. Sasa na hapa ndipo watu wengi tunapata shida. Tukizungumzia katika swala la, chukulia mfano wa mtaala wa elimu. Kwa sasa hivi naona kuna mabadiliko mengi. Lakini kama unataka mtoto wako awe daktari wa binadamu, kuna masomo lazima ayasome, ikiwa ni pamoja na biology, chemistry, haya ni masomo ya msingi, na physics na hesabu. Sasa sio kama bado lipo vyote, lakini biology na chemistry haiwezi kukosekana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hauwezi kuwa daktari kama hautaki kusoma biology na chemistry. Ukiona ngumu, maana yake udaktari wewe haukuhusu. Soma historia, Kiswahili, na vitu vingine, na vitakusaidia kwa namna nyingine. Sasa Mungu kwa jinsi ambavyo amemuumba mtu, ukisoma kwa habari ya Yeremia pale, tunaona Mungu alimuumba Yeremia, akamwandalia package yake kuanzia kabla hajatoka tumboni mwa mama. Manake maisha yote ya Yeremia Mungu aliandaa katika package fulani. Kwa hiyo kuenenda kwa Yeremia mwanzo mpaka mwisho kulikuwa kumefungwa kwenye maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo sasa, kuanzia aina ya masomo ya kusoma, chukulia kwamba Mungu amekudesign kuwa daktari. Manake mpaka aina ya masomo Mungu anajua masomo ya kusoma wewe. Manake ukienda kusoma masomo tofauti na hayo, ule mpango wa Mungu hautatimia kwako. Na ndipo hapo watu wengi tunaishi mpaka kufa bila kutembea kwenye kile ambacho Mungu alitukusudia. Na hapa duniani kuna vitu vingi sana vya kufanya, na hauwezi kufanya vyote. Utafanya vichache ambavyo vinavyokuhusu. Sasa usipojua vinavyokuhusu, utafanya vya wengine ambapo hakuna package yako, na hautafika pale ambapo Mungu alikusudia ufike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa chukulia kwamba wewe ni mwajiriwa wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha, lakini unafanya kazi kwenye halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Inawezekana ni mwalimu, unafundisha vizuri kabisa, lakini kwenye swala la mshahara wako unatakiwa upokelee Kibaha, lakini wewe kazi unafanya Sengerema. Kule Sengerema utapata tu vile allowance vidogo na nini za maisha kusogea, lakini mshahara wako kwa wapi? Sasa hapo ukiuliza mtu unachokifanya ni Mungu kweli ndicho alichokuambia kufanya? Au ndio bora liende? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Okay. Kwa wengi tunafanya kile ambacho tunaona wengine wanafanya. Kwa hiyo kuna wengine unakuta umebabatiza, umeingia kwenye kile ambacho kweli Mungu alikusudia. Lakini kuna wengine tunafanya vitu ambavyo wengine wanafanya, na kitu kikubwa cha kujipima ya kwamba unachokifanya sio kitu kinachokuhusu manunguniko.
manunguniko. Kama unachokifanya wewe ndio kunungunika, hapo toka. Toka kabisa, toka kabisa. Toka kabisa. Mtu ambaye anapenda anachokifanya, hakuna manunguniko. Katika waajiriwa walio wengi serikalini pamoja na sekta ya elimu, walimu. Lakini kwenye walimu kuna watu ambao wameingia huko kwa sababu ya wepesi wa kupata ajira. Na ndio hao kila siku wanasema mshahara mdogo, wanasema maisha ya walimu hayafai. Yaani na kila kasoro wataitoa. Kwa nini? Wameingia huko mahali ambapo sio huko kwao. Lakini kuna walimu ambao wanaenjoy kwa walimu. Kuna mwalimu mmoja sini wawili sini wangapi na waonaje kwenye mtandao. Wanacheza na watoto, wanafanya nini? Yaani wanaenjoy, watoto wanawapenda kweli. Kuna mwalimu wetu Mwalimu Yusuf. Sio huyo. Wanampenda kweli watoto. Yaani anakuwa famous Tanzania nzima. Kwa nini? Kile ni kitu ambacho Mungu amemwambia kukifanya. Na maisha yake yataenda zaidi ya mshahara wake anaopata. Haleluya. Sasa na wewe ukajichunguza vizuri. Je, mahali unapofanya una manunguniko? Na ndio maana ngoja nikwambie hiki kitu. Kama hujanielewa leo, utanielewa kwingine. Kuna mahali unaweza kama unaabudu, sawa? Kama wewe ni wa manunguniko kuanzia Januari mpaka Disemba, hama mahali hapo. Hata kama ni JCC hapa, mimi nakushauri tu, hama mahali hapo. Inawezekana sio mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mahali ambapo Mungu amekuweka, changamoto zitakuwepo, lakini utazitazama katika namna ya kuzishughulikia na sio katika namna ya kuzikosoa. Halo. Amen. Sasa wewe kama toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 ni wakunung'unika, na kushauri ama, kwa sababu inawezekana Mungu amekuandalia mahali pazuri ambapo utakaa na kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Ushauri mzuri. Sasa wewe usikumbwe. Kuna wengine wanasema chungaje anasema tuhame, basi tuhame. Unasema twende. Usiwavute wenzao. Kuna ambao wameweka hapa, waache watulie. Sawa? Haleluya. Hebu tupungiane mikono namna hii. Ewa. Sawa. Kwa hiyo kama uko kwenye ajira, upo kwenye huduma, na kero zipo mahali popote. Na ndio maana kuna watu kwenye ndoa hapa mwaka wa 10, wa 10 na ngapi, lakini wana magumu yao humo, lakini wamekomaa. Sasa aidha ni Mungu amempa au yeye mwenyewe amejipatia, hayo ni mengineyo. Lakini yumo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye ndoa sijakwambia ukatoke kama sio ya kwako. Sio ukasema tukaje amesema kwa hiyo ukiona hapo sio kwenye ndoa tu. Kwenye biashara chomoka. Lakini pia kuna utaratibu wa kuchomoka kwenye biashara. Sio karaza watoto njaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kimbie chap kidogo. Tuangalie jambo lingine. Sasa nataka kusomea tu mistari kusudi ukasome na wewe. Na hilo ambalo nimekwambia ni Mathayo 4:4, ambapo majadiliano ya shetani na Yesu anamwambia shetani ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kinachomfanya mtu kuweza kuishi ni maelekezo binafsi ya Mungu kwa mtu husika. Kwa mtu husika. Unaweza ukawa na chakula ndani na ukalala njaa. Kwa nini? Kama sio chakula husika. Si ndio? Wangapi wanakula mchunga huu? Mbona mjanyesha mkono nyinyi hamlaji michunga? Sasa kuna chakula ambacho ni mchunga. Unaweza ukawa na mchunga ndani, kama hauni mchunga utalala njaa, si ndio? Lakini kwa wale wa mchunga watakula na watashiba, wataenjoy vizuri.
Haleluya. Haya. Sasa tunasogea jambo lingine. Jambo lingine ni kwamba mwenendo wa maisha yako ndio utakaokuweka upande wa kumilikiwa katika ulimwengu wa roho. Mwenendo wa maisha yako ndio utakao kuweka upande wa kumilikiwa katika ulimwengu wa roho. Tumejifunza mara nyingi kwamba ulimwengu wa roho umewekwa katika pande kubwa. Upande wa kwanza ni wa nuru, upande wa pili ni wa giza. Sasa aidha uwe katika ulimwengu wa nuru au katika ulimwengu wa giza. Kitakachokufanya uwe upande mmoja wapo kati ya hicho ni mwenendo wako wa maisha. Na sio kwamba mimi ni wa JCC. Wewe aidha ni wa Mungu au wa shetani. Hizi ni amuri, ni namna tu ambapo tumeweka utaratibu mzuri wa watu kwa Mungu. Lakini wewe aidha ujiseme ni Pentekoste, ujiseme ni wanani. Mwenendo wako ndio utakao kubainisha kwamba wewe ni wa nuru au ni wa giza. Full stop. Sio mapandio mengi, sio vituko vingine. Kwa hayo uyajue. Jambo la kwanza ni dhambi. Dhambi ndio inakupeleka katika upande wa shetani. Dhambi ndio inakupeleka na kukuweka katika position ya kumilikiwa na shetani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8a. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8a. Wewe ukiwa ni mtu wa njingo, mtu wa kona, mtu wa mambo yasiyoeleweka, maana yake wewe tayari umeshajichagulia upande. Lakini upande wa pili ni upande wa utakatifu. Kwenye utakatifu tunaipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Tunaona jinsi gani swala la utakatifu linamtengenezea mtu katika position ya kuishi. Sasa ni kama vile kwenye maisha yetu ya kawaida, unaweza kukuta kuna mzazi anasema I say, kwa kweli hapa sina mtoto. Hapa sina mtoto. Unaelewa anaposema hivyo? Lakini anaposema ana watoto kadhaa ambao wamezaa kabisa mwenyewe. Amewalea, amewanyonyesha, amewakuza, tena pengine kwa shida. Lakini afika mahali anasema hapa kwa kweli sina watoto. Kwa nini? Hao watoto ndio waporaji. Wakija nyumbani ndio wakuiba, waenda kuuza vitu. Wakija nyumbani kupiga matukio. Na yeye anafika mahali anahesabu hapa sina watoto. Lakini inawezekana kuna mtu tu ambaye pengine amemchukua mahali au anaishi naye, sio mwanae. Lakini kwa jinsi ambavyo anamheshimu, anamtii, ana adabu kwake, anamsikiliza, anasema kwa kweli hapa Mungu amenipatia watoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hata katika masuala ya kiroho yako hivyo, maisha yako ya dhambi ndio yanakuweka kumilikiwa na shetani. Maisha yako ya utakatifu yanakuweka kuwa katika miliki ya Mungu. Jambo lingine. Kila jambo lina majira yake. La 7. Haya, wewe endelea kuandika, unapoandika ukifika la 8, mwingine la 6, mwingine la 5. Haya. Kila jambo kuna majira yake. Kuna vitu ambavyo inafika mahali nyoyo yetu inauma. Kwa nini? Umemwona fulani pengine ameshona nguo mpya. Wapa mambo. Ndio kesi zenu hizo. Nguo mpya, kitenge kipya, msuko mpya, nini?
Okay. Vitu vidogo vidogo nazungumza ambavyo unaweza kanielewa vizuri. Lakini inawezekana na wewe huwa wakati wa kushona nguo mpya na misuko mpya bado utengeneze kwanza gharama ya kuhudumia hiyo nguo mpya na hizo nywele mpya. Jamani, nywele zina gharama zake, si ndio? Kuna nywele ambazo ukisuka ukienda saluni kuziosha zinahitaji gharama fulani. Lakini kuna misuko mingine ya kuosha kwa nyumbani tu. Na shampoo yako na nini au sabuni ya unga. Ndio. Kwa hiyo ukitaka nywele zenye gharama na matunzo yake ni gharama. Sasa ili kusudi ufikie kwenye nywele za gharama, lazima kwanza upate gharama ya kuzitunza hizo nywele. Halo? Kuna kitu kinaitwa dry cleaner, tunakifahamu. Hata kama hauna ushakusikia tu. Hata mimi sina, nasikiaga tu. Kuna kitu kinaitwa dry cleaner. Lakini kwenye dry cleaner haifuliwi kila nguo, na mara nyingi unakuta wananunua zile mashine za kufulia nguo. Sasa inawezekana wengine hata hawajaelewa dry cleaner nini. Ni mashine fulani maalum kwa ajili ya kufulia nguo, sawa? Unakuta mtu kufikia hatua ya kununua dry cleaner au kupeleka mahali pa kufua nguo dry cleaner, ile nguo yenyewe kwanza ina thamani ya kufuliwa kwa. Sasa unakuta kuna wenzangu mimi hapa wale wa kutungua kama nguo zetu hizi. Umepita pale, shati yako nzuri 2000, 1000, t-shirt ya jelo umepitia kwenye dry cleaner, utaisikia tu. Wanaweza ziviwe. Kuna watu wananunua nguo milioni kawaida. Laki ngapi kawaida. Sasa hiyo nguo hauwezi kuifulia na sabuni yako ya kipande. Haikai. Haleluya. Najaribu kuelekeza kwamba kila kitu kina majira. Na kuna vitu vingine unaweza kutamani nguo kumbe ya kufuliwa dry cleaner, na Mungu alikupatia hiyo nguo umeiharibu. Kwa sababu utaifulia kwenye maji ya chumvi. Chumvi ni wapi? Huko. Au pale bwawani pale. Kwa hiyo Mungu alikusudia kupatia nguo ya kupeleka dry cleaner, kwanza atakutengenezea mazingira ya jinsi ya kuipeleka dry cleaner. Unanielewa hapo? Chukua hiyo. Kwa hiyo kama unataka nguo ya kupeleka dry cleaner, mwambie Mungu akupe kwa majira na wakati, sije kukutesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingine tuwe wapole. Kwa majira na wakati Mungu atafanya. Na tusikurupuka tukapasuka mioyo, kwa sababu Mungu anatupenda, ndio maana ametunyima. Tutengeneze kwanza misuri ya kuweza kuvihudumia na vitu kama hivyo. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka mstari wa 8, lakini mstari wa kwanza hasa ndipo kuna kitu chenyewe. Ni kama vile ambavyo ukichukua punje ya mbegu, unapoiweka ardhini, kuna mchakato wa kuja kuona yale mazao, si ndio? Kwa hiyo wewe usikimbilie kuona yale mazao, tazama pia ule mchakato na uwe tayari kupitia ule mchakato. Jambo lingine. Moja mengine ni aruke tu, angalau unajua pengine neema ya Mungu itakutosha mahali. Labda tu kwa haraka niseme yale ambayo nimeshawahi kusema tena, kwamba usipigane vita ambayo muhusika hayuko tayari kupigana. Sawa? Usipigane vita ambayo muhusika hayuko tayari kufanya nini? Kupigana. Tushaelekezana. Kwa hiyo la msingi na uliweka ni kumbukumbu zako. Lakini jambo lingine, usipigane vita kama hakuna sababu ya kupigana. Usipigane vita kama hakuna sababu ya kupigana.
Jambo lingine, au bado naandika? Jambo lingine, usipigane vita kama unaona hauna nguvu wa kutosha ushinde hivyo vita. Kama mchungaji alipokuwa anatufundisha asubuhi hapa. Usijitutumue. Yaani wewe endelea kuandika unavyoandika. Wewe kama fika la 10, la 7. Usipigane vita kama hakuna sababu ya kupigana. Na kuna wahuni wengine unakuta wamekuona una simu mfukoni, alafu wanaanzisha ugomvi wao kwa wao. Yaani kabisa ugomvi kweli, hapo na kuangalia, si utakuja kuamua. Hapo kwenye kuamua hapo sasa kesi inakurudia. Lengo simu yako. Baada ya dakika chache simu hauna na ugomvi haupo. Kwa hiyo kuna vita vingine unasoma ramani. Hii vita vipi? Ni ya kuamua au ya kupita kushoto? Haya. Vitu vichache ngoja tumalizie kwa dakika 4 hizi. Vitu vichache tumalizie. Jambo lingine, kiwango cha sadaka. Kiwango cha sadaka huamua kiwango cha nguvu wezeshi. Kiwango cha sadaka huamua kiwango cha nguvu wezeshi. Kiwango cha sadaka huamua kiwango cha nguvu wezeshi. Sasa ninapozungumza kiwango cha sadaka, sisemei ile thamani kwa namba. Ninazungumzia thamani kwako wewe kwenye hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna mtu hapa thamani ya matumizi yake kwa siku nyumbani, bajeti yake ni shilingi 3,000. Hapo amepiga ile 0.1. Unajua ile 0.1. Yaani asubuhi dash. Mchana inapigwa yani nusu mlo. Japo kuna kawaida inatakiwa labda wale kilo 1, inapigwa nusu. Alafu jioni sasa kusudi watoto wasisumbue, unapigwa kidogo wa kutosha. Na hapo usicheze mbali, unga robo. Ndio. Sasa lakini kuna mtu mwingine bajeti yake nyumbani yani 50,000 kawaida kwa siku. Tunaelewana vizuri? Hayo tunatofautiana. Wewe unakwenda kwa 50, wewe unatumia mamilioni kwa siku. Okay, sasa unapozungumza thamani ya sadaka ya kutoa kwa huyu 3,000, akitoa sadaka shilingi 3,000, huyu amejimaliza. Amemtoa Isaka wake hapa. Kwa hiyo ukipima kwa huku 3, 1, 2, 3, unaona huyo naye vipi? Na yule ambaye anatumia shilingi 50,000 kwa siku ametoa shilingi 30,000. Huyu aliyetoa 30,000 amefanya masiara. Aliyetoa 3,000 ametisha ya hatari. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo thamani ya sadaka haipimwi kwa namba. Inapimwa kwa uthamani wa mtu kwenye hicho kitu. Leo hii kuna watu wanapea nyingi za viatu, ndio? Lakini kuna mtu hata ile yebo hana. Anakanyaga chini. Sasa wewe ile pea ya kiatu unaona haifai ukaitupa jalalani. Huyo wa pepu akikuta jalalani anaona ameokota dodo kwenye mpea. Kwa hiyo thamani ya sadaka haipimwi kwa namba. Kile ambacho moyo wako na uwezo wako wa kutoa ndicho Mungu anakitazama katika nguvu wezeshi
ya kukusukuma mahali fulani, na ndio inaonyesha namna moyo wako ulivyojitoa kwa Mungu. Tuko pamoja? Sasa kuna kisa kimoja cha hatari kidogo. Na hiki kilitokea wakati fulani ambapo mfalme wa Israeli alienda kupigana vita. Lakini hii vita akaona peke yake haiwezi. Akaenda kumchukua na mfalme mwenzie wa Yuda. Wakaenda kuungana na mfalme mwingine kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu. Sasa baada ya kufika kule, vita vilikuwa ni vya kiroho. Na kilichotokea, kuna vitu vingi vilitokea kwa katikati. Lakini mpaka mwisho wa siku walipoingia kwa yule mfalme adui, alichokifanya baada ya kuona hawa watu wana nguvu ya kiroho inawaleta mashambulizi kwake, alifanya maamuzi ya hatari. Na maamuzi hayo, alitoa sadaka ya mwanae wa kwanza aliyestahili kuwa mfalme baada ya yeye. Unaelewa hicho kitu? Mwanae aliyestahili kuja kuwa mfalme alitoa sadaka, na kwa kufanya hivyo akawapalakanisha hawa wafalme watatu waliokuja na dalili zote za kushinda, wakawa wameahirisha ile vita. Wanaweza sikia? Kuna vitu vingi inawezekana umepanga kuvifanya, aidha ni biashara au chochote kile, lakini imefika mahali umeahirisha pasipokuwa na sababu. Sababu zinaweza kuwa ni nyingi. Moja wapo, inawezekana kuna washindani wako wa biashara umewaulizia na kuwashirikisha namna ambavyo wanataka kuanzisha biashara, na wamekuwekea bei. Wamekutolea sadaka kwa miungu yao, na imekufanya wewe kukuparakanisha na lile wazo lako la mwanzo limepia. Bwana sasa hivi. Haleluya. Utaisoma kwenye Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 26 na 27. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 26 na wa 27. Lakini pia ukiongeza na Mwanzo ile sura ya 2. Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 mstari wa 16 mpaka 18. Unakutana na habari ya sadaka ya Ibrahimu. Ibrahimu tunajua ni baba wa imani, kwa jinsi ambavyo tumejifunza mambo mengi ambayo imani yake ameidhihirisha kwa Mungu. Lakini imani hii iliendana na matendo, na matendo ambayo yalimappreciate Mungu, na kwa kwamba kweli huyu jamaa ameamua, moyo wako umeshikamana na mimi, ni kumtoa mwanae wa pekee ambaye ni Isaka. Na baada ya kumtoa kabisa, na Mungu alimwambia maneno mazito sana, na akaweka agano juu ya agano. Lakini hiyo ilitokana na baada ya Ibrahimu kufanya kile ambacho Mungu amekitaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Wakristo wengi tuna safari nyingi, sio nyingi, safari ndefu sana. Hapa tuna ule umimi sana. Acha tu kwa jirani yako au kisisi tunakoishi. Kwa Mungu tuna ule kumnyima Mungu sana, na tunataka tu kupata kutoka kwa Mungu. Kuna wakati Mungu anahitaji kutoka kwetu, tunaminya mikono. Kuna wakati ambapo tulitakiwa tunyoshe mikono, tumerudisha nyuma. Lakini tunataka tu sisi kutoka kwa Mungu, na kuna mahali tumekwama. Jambo la mwisho. Ulimwengu wa leo unaongozwa na matamko. Lakini haya matamko ni matamko yanayoambatana na nguvu wezeshi. Ulimwengu wa leo unaambatana na matamko, lakini haya matamko yanaongozwa au kusukumwa na nguvu wezeshi. Na nimekufundisha
Nguvu wezeshi itakayosapoti maneno yako ni ile ambayo wewe uko upande huo. Tuko pamoja? Amen. Kuna wachawi wana uwezo wa kutengeneza mvua na ikanyesha. Unalijua hilo? Unalijua hilo? Sasa nguvu iliyoko nyuma yao kwenye hayo matamko ni nguvu ya shetani inayofanya kazi. Na wewe ambaye uko kwa Mungu, unapotoa maneno ya kutamka yanaambatana na nguvu iliyoko nyuma yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama maneno yako umekuwa kujitamkia ya ubaya tu, matamko ya kushindwa tu, yani wapendwa, nimeshawaambia JCC. Wewe kama uko JCC hapa, Amen. Marufuku kujilaani. Amen. Marufuku kujikatia tamaa. Amina. Mungu tunamtumikia sio wa hivyo. Amen. Inabidi kuchunguze nguvu wezeshi iliyoko nyuma yako ni ipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa kumalizia hayo machache, kwangu ni machache, sema kwako yamekuwa mengi sana. Nina imani yatakusaidia katika kushughulikia masuala ya kiroho ili kusudi uyafanye kiufanisi zaidi. Funika macho tu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa neno lako ambalo umesema nasi mchana huu wa leo. Tunakurudishia wewe sifa, utukufu na heshima kwa yale ambayo umeyapanda ndani yetu. Tusaidie kuweza kuyafanya kuwa hai na halisi ili yakuzalie matunda. Kwa utukufu wa jina lako Mungu, tunasema na kushukuru. Amen. Amen. Basi tumkabidhi Pastor Chuku kwa kufunga kwa maombi, lakini pia kama kuna mtu ambaye atahitaji maombezi basi abaki asiondoke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Punga namna hii kwanza, punga namna hii. Piga makofi mengi kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba nifunge kwa maombi. Lakini wale ambao hawajakuja Roho Mtakatifu, umekuja